Yes, bwana mambo vipi? Wananiita Kennedy Patrick. Bwana leo tuko katika kipindi cha The Talk Show, lakini pia tumetembelewa na mgeni ambaye yeye ni mdau wa sanaa. Unaona, naye mwenyewe ni msanii, anafanya masuala ya fine art, na tutakuwa naye tupiga naye story mbili tatu ili kuweza kujua nini anafanya, lakini pia tutaongelea mada yetu kuu husika ya sanaa, especially kwenye masuala ya fine art pamoja masuala ya muziki pamoja na filamu. Bwana kaka, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Uko fresh kabisa? Mimi nipo fresh kabisa. Tunataka kujua majina yako, unaitwa nani? Mimi jina langu naitwa ni Godfrey Mpangure, ni mchoraji kutokea Tasuba. Ya huko Tasuba Bagamoyo. Wewe ni mwanafunzi wa Tasuba? Yeah. Okay, wewe Tasuba hapo unachukua course gani? Of course mimi Tasuba hapa nimekuja kusomea performing. Okay, unafanya masuala ya performing and visual arts. Yeah, ndio. Okay, sasa leo bwana tulikuwa tuna mada ambayo tumeiandaa ambayo inazungumzia sana masuala ya sanaa, na kwa kuwa wewe ni mdau wa sanaa na ni vyema zaidi kwa sababu unajihusisha na masuala ya sanaa, kwa imetubariki sana kuweza kukutafuta na kuweza kupata mawili matatu kutoka kwako. Ya, na vitu ambavyo tutakwenda kuvizungumzia siku ya leo ni kwamba kwa nini wasanii wa fine art na unanielewa nikisema hivyo. Kwa nini wao wamekuwa na kazi kubwa sana na ni kazi ambazo zimekuwa zikiuzwa kwa bei ghali sana, lakini cha kushangaza wasanii wa fine art wamekuwa hawana umaarufu kama vile wasanii wa music, lakini pia na wasanii wa filamu hivi. Yani ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha sana hivi vitu kuweza kutokea? Asante ndugu mtangazaji kwa mara ya pili tena. Ni kweli sanaa, kwanza take tujue kwanza sanaa ni sanaa, kama ni sanaa imegawanyika katika makundi matatu. Kuna sanaa ya uchoraji, na kuna sanaa hii ambayo ya uchongaji, na kuna sanaa ya ufinyanzi. Na katika changamoto ambazo tunazikutana nazo sisi kama sanaa ambayo ni wa uchongaji na uchoraji na hao wenzetu masuala ya ufinyanzi. Changamoto ya kwanza tunakutana nazo, kwanza soko. Tunavyopeleka picha sokoni inakuwa kidogo, ile percentage ambayo ya hela uliopanga wewe kuuza kule inakuwa ni ndogo. Sawa. Changamoto. Changamoto ya pili ambazo tunazikutana nazo, gharama za vifaa vya ununuaji, utengenezaji picha inakuwa ni gari kubwa sana, ambayo hii inamnyonya sana yule ambaye anaitengeneza ile picha ili aweze akauze. Okay. Na changamoto nyingine ambayo inatufanya sisi kidogo kwetu ambayo iwe ni ngumu zaidi, ambapo pale unachora picha yako vizuri, lakini inafika stage sasa ile mtu ambaye akitaka umpelekee kama ulipewa offer kuwa aende umchoree umpelekee, inakuwa kidogo anaweza akasema hii sio, sijaipenda kutokana na material yake ambayo uliotengeneza sio mazuri sana. Hasa kwa maana itakiwa wewe urikave urudishe tena uanze kutengeneza picha nyingine. Hasa ile inamuumiza kisaikolojia ya mchoraji au mtengenezaji. Nimekusoma vizuri pamoja na majibu yako ambayo ameweza kunipatia ya hususan kwenye swala ambalo la kusema kwamba unaweza ukachora picha ukampelekea mteja lakini mteja akawa hajaridhika na kile kitu ambacho amefanyaje amekipata. Kweli hizo ni changamoto ambazo, na umeongelea masuala ya masoko. Kwa experience yangu nimekuwa nikiona nchi za wenzetu wasanii wa fine art wao ni matajiri sana, yani kwa kuangalia, kwa sababu wao wamekuwa na masoko maalum ya kuuza vitu ambavyo wanavitengeneza, tena wanaviuza kwa bei ghali. Umeona, na hata ukienda kwenye majengo ya serikali, kwenye makumbusho, kwenye nini, unakutana na michoro, unakutana na vinyago. Umeona, na vile vinyago ukijaribu kuangalia thamani ya fedha ambazo vimenunuliwa ni kubwa zaidi. Lakini kwa Tanzania sijaona hicho kitu kikiwa kinafanyika. Watu wengi wamekuwa wakifanya uchoraji na uchongaji, lakini sijaona kwamba soko mahususi kwamba kuna sehemu iko watu wanapeleka kwenda kuuza ile tuseme art yao ambao wamekuwa wakifanya. Umeona, lakini najua kwenye changamoto pia kuna faida ambazo nyinyi mnazipata kupitia sanaa hii ya fine art. Natamani pia watazamaji wasiishie kujua tu changamoto, lakini pia waweze kujua na ni faida gani ambazo nyinyi mnazipata kupitia sanaa yenu hususan kwenye masuala ya fine art. Ni kweli faida ambazo tunazipata sisi wanasanaa tunaweza tukasema ni nzuri. Lakini kwa upande mwingine sio nzuri sana. Kutokana na jinsi ilivyo mwenyewe mchoraji ama mchongaji. Faida ya kwanza sisi tunaweza tukasema kwa sisi ambao tuna uchora, tunaweza kupata faida ile picha moja ambayo kama ukiuza kutegemeana na soko ambalo kama unapata soko zuri inaweza kufika hadi 300,000. Okay. Hiyo picha moja. Na faida nyingine ambayo tunaweza tukapata sisi
tunaweza tukavuka kidogo nchi hii kwenda nchi nyingine kutambulisha bidhaa yetu ama kuiboresha bidhaa yetu kupitia nini? Uchoraji. Ama unaweza tukaitambulisha nchi yetu sisi kupitia nini? Uchoraji. Kwa kumbe wanaweza kujua kumbe Tanzania pia kumbe kuna wachoraji wazuri hivi na maili. Hasa hii kidogo inaweza katupa sisi fursa sisi wachoraji kupitia nafasi hii. Okay. Na faida nyingine ambazo tunapata kwa uchoraji, tunaweza tukasema kuwa unaweza ukapata umechora vizuri picha yako, umerudi umepata kidogo. Unajua mtu mwingine hajawahi kupata zile fedha za kigeni za kutoka nchi za nje. Okay, sasa akipata zile kidogo kwake anaona ni office na afadhali kidogo ambayo kaipata. Anasema kumbe nafadhali kumbe kuna wenzetu. Yes, inakuwa inatia moyo zaidi. Ni hivyo. Nimekupata vizuri sana na kwa namna ambavyo umeongea inatia moyo. Hata kama kuna wasanii wengine wanakutazama wanapata moyo zaidi. Na unachokisema ni kitu ambacho sahihi sana. Kwa sababu issue za sanaa ni issue ambazo zimekuwa zikileta sana wageni kutoka nje kuja kutazama vitu ambavyo vinafanyika katika nchi yetu. Na sanaa imekuwa ni sehemu kubwa sana ambayo imekuwa ikichangia sana mapato katika nchi yetu, umeona. Kwa mfano masuala ya muziki, masuala ya filamu, umeona. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikisaidia sana kwenye mapato, umeona. Lakini ukija kwenye masuala ya utalii, ukiongelea masuala ya uchongaji, masuala ya ufinyanzi, lakini pia na masuala ya uchoraji, hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikivutia zaidi wageni. Ndio maana ukienda kwenye mbuga za wanyama, ukitembelea labda sehemu za beach ambazo wanapenda kwenda kupumzika wageni, unakutana na watu wanauza zile sanaa zao. Na wageni wengi huwa wanavutiwa kwenda kwenye maeneo kama hayo kwa sababu ya nini? Ya hizo sanaa zao ambazo watu wanaziuza. So kitu ambacho kinachokuja kunichangaza mimi ni kitu kimoja. Japokuwa na ubora ambao wa kazi ambazo nyinyi mnazifanya, sawa, lakini hakuna ile kwamba ile pressure, ile umaarufu mtu ambao anaupata kama msanii wa fine art. Ushanipata? Kama tunavyoona wasanii wa kina Diamond Platnumz, tunavyoona waigizaji wakubwa na nini, umeona. Lakini kwa Tanzania hamna ile kwamba icon ya kusema Tanzania kuna wachoraji wakubwa, kuna huyu, unaona. Yaani hivyo vitu havipo kama kwenye sanaa zingine ambazo zinatuzunguka. Sasa wewe unadhani sababu kuu ya hivi vitu kutokea ni nini? Ni kweli ambacho unachosema ni sahihi na ni kweli kabisa, kwa sababu asilimia nyingi sanaa ya uchongaji ama uchoraji inakuwa ipatiwi kipaumbele kutokana asilimia nyingi sasa hizi wachoraji tunaona wanachora, lakini ile potential yao kubwa ya kusema kuwa mimi nachora mradi nichore kwa more light, ile inakuwa ni ngumu. Lakini mtu mwingine anachora kaji sema mradi nachora tu ile walo na nalio. Na kingine changamoto ambayo kinachofanya sisi kutokufika ama kutokutambulika sana, hatupatiwe fursa kipaumbele. Tupatiwe fursa kipaumbele. Asilimia nyingi viongozi wamejisahau sana kuwa sanaa ya uchoraji wanachukulia tu mradi tu ni sanaa kama ni sanaa zingine, lakini laiti kama wangejua kuwa sanaa ya uchoraji ni sanaa moja ni kubwa sana ambayo imefichwa, lakini wenyewe tu wanashindwa kuifichua. Na kingine sanaa ya uchoraji ni sanaa ambayo ni nzuri sana, ambayo inaweza kumfikisha mtu ama inaweza kumfikishia mtu ujumbe kupitia sanaa ya uchoraji. Unaweza kama umemchora mtu mama mzuri sana, kwa huyu anawasilisha kwa mtu akiona kumbe huyu mama situation yake jinsi ilivyo kuna 1 2 3, kumbe hapa hii inafaa vizuri zaidi. Sio kupitia tu nyimbo ama kupitia maigizo kufikisha ujumbe, hapana. Kuna sanaa nyingine ya uchoraji ipo imefichwa, lakini tunaomba kama rais analiona ile swala la uchoraji kuwa atakia angalia mara mbili ama atazame nyuma kuwa kumbe kuna vijana ambao wapo demolate kuwa wanafaa kuchora picha ambazo zina ubora, ambazo zenye kuleta manufaa. Takia atazama kuwa kumbe kuna kipawa cha uchoraji, takia hicho nayo kitazama kivushe mbele kuwa sawa. Asitazame tu mwanamuziki ama waigizaji. Hiyo kidogo inaweza kawa inatunyonya sisi wachoraji kuwa tunakuwa hata ile more light ya kuchora inakuwa ni ngumu sana. Tunawaza mengi. So Bwana Mpangule, wewe kama mtu ambaye unajihusisha na masuala ya sanaa na ni mtu ambaye uko unaisomea sanaa yako, wana sanaa ni kipaji lakini bado umeweza kujaribu kuongeza elimu zaidi kwenye sanaa yako. Wewe kama wewe unawashauri nini vijana ambao wako katika hustling za sanaa, wale vijana ambao wanapambana katika masuala ya uchoraji, uchongaji, lakini pia issue za utamaduni na vitu kama hivyo? Wewe kama wewe unawapa ushauri gani vijana ambao wapo katika tasnia hii ya sanaa ya fine art?
Okay, sawa, nimekuelewa ndugu mtangazaji. Ni kweli. Cha kwanza, kama ni mchoraji ama kama mwana sanaa, kwanza takiwa ujikubali wewe mwenyewe, cha kwanza. Sawa, yes. Cha pili, takiwa ufanye kile kitu ambacho unachokifanya, takiwa kwanza uamini na ukiappreciate kwa mwenyewe nini unachokifanya. Okay. So, na kingine kwanza takiwa sanaa uchoraji, takiwa mwenyewe kwanza usikate tamaa, takiwa ustruggle. So, kama mimi ni mchoraji, kama wachoraji wenzangu wapo huko wanaoniona na kunitazama kwa hakuna kitu kizuri kama cha kwanza mwenyewe kujikubali. Alafu kitu kingine, hakuna kitu kizuri kama unakubali ile kitu ambacho na kichora ama unachokifanya mwenyewe, kile kitu kizuri. Na kingine natakiwa kubali desturi na tamaduni zako mwenyewe za Kitanzania. Sawa. Msikate tamaa ndugu zangu wachoraji, wana sanaa wote kwa kifupi kuwa. Yes. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kumsikia ndugu Godfrey Mpangule, yeye ni msanii wa fine art na tumeweza kuongea naye mengi sana kuhusu sanaa. Tumepata majibu ambayo tulikuwa tukijiuliza sana, ni kwa nini wasanii wa fine art wamekuwa wao sio maarufu sana kama wasanii wengine. So tumeweza kupata majibu ya maswali ambayo tulikuwa tukijiuliza sana kwenye vichwa vyetu. Nadhani ndugu mpenzi mtazamaji umeweza kupata na kuweza kujua kwa nini hivi vitu vimekuwa vimetokea, na tumeweza kusikia changamoto na kila kitu ambacho kinahusu masuala ya fine art. Lakini pia utakuwa ni ujumbe pia kwa serikali, kwa sababu kwa namna fulani inaonekana tasnia hii ya fine art imekuwa ikitazama kwa jicho la pembeni, haijakaziwa macho zaidi, kutiliwa mkazo, maana ili na yenyewe iweze kuwa kupush the up, ili iweze kuonekana kama sanaa zingine ambazo zinafanyika. So ulikuwa nami Kennedy Patrick kwenye kipindi chetu za The Talk Show, na tukutane next time. Asante.